watakuwepo wanaotukana na watakuwepo wanaosifia. Wokovu wetu unatokana na tunavyoishi na watu walio tofauti na sisi, sio kwa kuishi vizuri na watu tunaokubaliana. Wokovu unakuja pale tu unapoishi kwa amani na mtu mnayetofautiana. Kwa hiyo kitengo chako cha mahusiano chaweza kuwa muhimu sana kuliko hata hospitali. Mungu akusaidie mipango hiyo. Sababu ya tatu, kukosekana kwa mahusiano mazuri katika jamii huleta hofu. Mahusiano yanapoharibika, hofu inatawala. Taifa lenye hofu halitawaliki kirahisi. Kitengo chako cha mahusiano kitusaidie tuokoe fedha nyingi, tuokoe risasi, tuokoe mabomu, kwa sababu mahusiano yakishaboreka hakuna haja ya kutumia tena mabomu. Ndugu yangu, kuna wajibu muhimu mikononi mwako na umeaminiwa na Mheshimiwa Rais. Nakusihi uifanye kazi yako vizuri, utufanye sisi tukuamini kama ulivyoaminiwa na Mheshimiwa Rais, na tayari tumeanza kukuamini. Sababu ya nne, kitengo cha mahusiano katika ofisi yako kinayahusisha makanisa, misikiti na makundi yote ya kiimani, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na afisa tawala. Sisi sote wa makanisa tuko chini yako kwa ajili ya uratibishaji wa mahusiano. Makundi haya ya imani ni muhimu kwa sababu ndani yake yana vyama vyote, yana makabila yote, yana rangi zote, yana maskini na matajiri. Kwa kuwa uko hapa leo kwenye kusanyiko la KKKT, nami kwa bahati ni askofu mzee kuliko maaskofu wote wa KKKT, naomba nikuhakikishie jambo hili. Sisi kama KKKT hatujawahi kukaa kikao chochote kupanga rais ajaye. Hatujawahi. Hatuna mpango huo. Na tunaamini hakuna dhehebu lolote nchini lenye uwezo wa kutuchagulia rais. Urais wa nchi hii unaweza kupatikana kwa njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kuwekwa na Mungu. Njia ya pili ni kujiweka. Sisi tunaye aliyewekwa na Mungu. Na yasema haya ili kukemea njama za kulichafua kanisa letu kuwa linapanga kuweka rais mwaka wa 2030. Na nazikemea kwa nguvu zote. Kwanza, nani anajua kwamba atafika huko? Yuko hapa. Watu mnazimika kama korokoi. Sababu ya mwisho ili nikukaribishe. Mahusiano ya kijamii yamevurugwa kwa sehemu kubwa na vitendo vilivyojitokeza siku za karibuni vya utekaji na kupoteza watu. Vitendo hivi vipo nchi nyingi duniani. Mimi naishi Sweden sasa. Vipo nchi nyingi duniani. Lakini hapa nchini vimekuwa na sura mbili zinazotisha. Sura ya kwanza, vinajivika sura ya kidora wakati havijatumwa na dola, na kuonekana kutumia mfumo wetu na kutaka kutuaminisha kwamba vinatoka kwenye mfumo tunaufahamu, havijatumwa na mfumo. Vinajifanya vinaisaidia serikali, lakini vinaiharibia na kuichonganisha na wananchi. Vinaacha kwa makusudi harama nyuma wanapofanya uhalifu, ili kuwafanya watu waanze kuituhumu serikali. Hiyo sura ya kwanza. Sura ya pili, vikundi hivi vimesababisha ugonjwa wa
kigugumizi kwa viongozi wetu kushindwa kukemea vitendo hivi vinapojitokeza. Ugonjwa huo unasababisha vikundi hivyo viwe tishio hata kwa viongozi wetu. Mpendwa mgeni rasmi, napenda ni kuhakikishie kwamba wananchi hawa unaowaona hapa, pamoja na kutishwa na vikundi hivyo, lakini wanalipenda taifa lao na wako tayari kusimamia. Mtakaposhindwa kuvidhibiti, wananchi hawa wataanza kuvidhibiti wenyewe. Naomba tusifike huko.